vijiji na vijiji ambapo halmashauri inafuatilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli halmashauri ya Chalinze ina migogoro mingi ya mipaka ambayo inakumbana nayo, na idara yangu kwa kushirikiana na wataalamu wengine tumeshaanza kutatua baadhi ya migogoro. Na migogoro hii katika taratibu ambazo tunaletewa kule ofisini kwamba inahusu labda idara halmashauri na wilaya na halmashauri nyingine ambazo ziko katika mipaka. Kwa mfano nikichukulia swala ambalo limeandikwa katika kablasha, kuna mgogoro uliokuwa katika halmashauri katika kata ya Kibindu ambapo kwa kuna vijiji viwili, kijiji cha Gole na kijiji ambacho katika mlima Senguti. Tulipanga kwenda kule na tarehe 8 tulishaenda kufanya kazi katika kijiji kile cha mlima Senguti, lakini kwa bahati mbaya wale wananchi ambao walikuwa wanatuonesha mipaka ilikuwa tufanye Senguti na Gole, na wakati wa kufanya ile kazi afisa tarafa pia tulikuwa naye. Tulienda ile eneo la kwanza, maeneo yote ambayo walikuwa wanayahisi kwamba kuna mgogoro, tulifanya kazi. Lakini katika uchunguzi wa awali kwamba maana ilikuwa tukishajua kwamba ile eneo liko kwetu au liko halmashauri nyingine, ilibidi tuandike taarifa kwenda kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ili hatua zingine ziweze kuendelea. Tulipofika kule, tulienda katika kile kijiji kijiji cha kwanza, tulifanya kazi, tukachukua vipimo na baadaye tukawa tunaelekea kijiji kile cha katika kata ile tarafa na kitongoji cha Gole. Lakini kwa bahati mbaya wakati tunaelekea pamoja na wajumbe wa halmashauri ya kijiji, tulipotea ndani ya msitu kwa muda mrefu sana. Hatukuweza kufika kwa wakati katika kile kitongoji kingine. Kwa hiyo tukawa tumepanga ile kazi ilikuwa tuje tukafanye tarehe 16 ili wataalamu wengine waende wakaangalie kwa upande ule mwingine. Tarehe 16 mwezi wa pili, tarehe 16 kulitokea ugeni wa Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, tukaweza kwenda kule. Lakini kwa taarifa za awali, ile eneo ambalo tulienda kuangalia lilikuwa haliko katika halmashauri ya Chalinze. Ile eneo liko katika halmashauri ya Kilindi. Kazi bado inaendelea ili tuweze kuendelea na upande ule wa pili. Na kwa upande wa migogoro ya kata ya Rugoba, pia tulishaanza kukaa vikao na halmashauri ya baadhi ya vijiji, na pia katika halmashauri hizo tuliwaambia na wao, kwa sababu wakati mipaka inawekwa kuna zile document ambazo wale watu walikuwa nazo. Baadhi ya vijiji tulishafanya, na kwa mfano kijiji cha Rugoba, na tulishakaa kwa kijiji cha Rugoba na kijiji cha Mindutulieni na kijiji cha Makombe. Wakati tulikuwa kwenye kikao, wale watu wa kijiji cha Makombe, kijiji cha Mindutulieni walikuwa na zile takwimu, lakini katika kijiji cha Makombe zile takwimu hawakuwa nazo. Tukawaomba wao wanaendelea kutafuta na sisi tunaendelea kutafuta ili tuweze kujua uhalisia wa migogoro hiyo. Na kwa upande wa vijiji vingine pia hiyo kazi inaendelea, lakini pia tuliwaambia katika kijiji na kijiji inabidi ule mkutano wao kwanza wanakaa vikao, sisi wataalamu tunaenda kuweka alama za mipaka. Wakishakubaliana sisi tunaenda kuchukua hizo ramani ambazo tuko nazo na kwenda kuainisha yale maeneo ambayo yako katika ramani, tafsiri ramani. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunagundua pia, wananchi wanahitaji zaidi ramani zile za mwaka 1975. Lakini sisi halmashauri tulipima mipaka mwaka 2006 na kuandikiwa mwaka 2014. Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa, ndio vitu ambavyo vinakinzana kati ya wataalamu na wale wananchi ambao wanataka yale maeneo yao ya asili. Lakini yale maeneo ya asili hayawezi kuhama, kwa sababu kama mtu yuko Mindutulieni na shamba lake yuko Rugoba, bado atasomeka kwamba shamba lile ni la kwake, hawezi kunyang'anya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hayo machache naomba nimwachie afisa ardhi ajibu kuhusu swala la wale wananchi waliochangia Kibiki na la hatimiliki za kimila ambazo tumeshazihakiki na kuzirudisha kijijini. Kwa upande wa Msoga, wale wananchi wanatakiwa wakishazihakiki zile hati zirudishwe ili waweze kusaini. Lakini tumepata taarifa kwamba katika wale kuna baadhi tena hizi hati nyingine ambazo tushazipeleka tayari zimeshauzwa ili ziweze kuandaliwa final kwa ajili ya wananchi kupelekewa.
lakini tumeshawapelekea zile hati na mpaka sasa hivi bado hawajazileta pale ofisini. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tunamwomba pia Mheshimiwa Diwani akiwa katika vikao vyake vya ODC hawahakikishe wale mwenyekiti na mtendaji wa kijiji waweze kumalizia ili zile hati tuweze kuzimalizia na kuzipeleka kwa wananchi. Naomba kuwasilisha. Ilikuwa ni migogoro 8, lakini katika migogoro hiyo kuna mgogoro ambao unahusisha, kuna mingine ambayo iliwasilishwa katika kamati ya ulinzi na usalama, kama ule mgogoro wa Pingo na Chamakweza ambayo ile inashughulikiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini hii migogoro ambayo tunaifanyia kazi, tukishapata hizo takwimu ambazo tunazitafuta, ni matumaini yangu kwamba tutaitambulisha mapema iwezekanavyo. Kiti na waheshimiwa madiwani, naomba nitoe majawabu kwenye suala la waheshimiwa madiwani, aidha na wananchi wengine kama tumo wakuu wa idara walioweza kubahatika kupata viwanja kwenye eneo la Kibiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, viwanja hivi viliuzika kwenye mwaka 2011 kupitia halmashauri ya Bagamoyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto ambazo pia hata juzi Mheshimiwa Mwenyekiti tulikuwa tunapata shida kuzitolea majibu, tukatupa muda wa ziada wa kuweza kuendelea kufuatilia. Labda nijielekeze kwa waheshimiwa madiwani kama nilivyosema na wataalamu wengine, kama uliweza kupata kiwanja kupitia halmashauri ya Bagamoyo, ukubahatika kuonyeshwa, uwe umelipia, uwe una vocha, kwa sababu inakuwa ngumu Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, afsari zikubaini kwamba fulani ana kiwanja anahitaji kuonyeshwa. Kupitia kikao hiki Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe kama itawapendeza, kesho mimi nikaa ofisini nipokee kwanza nyaraka za waheshimiwa madiwani na wataalamu mliopo hapa, kama ulibahatika kupata kiwanja kupitia Bagamoyo kwenye eneo la Kibiki, wakati naandaa database yetu, kuandae sasa na risiti ya waheshimiwa madiwani na wajumbe wengine, kama ulipata kiwanja kupitia Bagamoyo ukuweza kuonyeshwa, nipokee hiyo risiti ukiwa na vocha yako, hata na risiti, uwe umelipia, uwe ujalipia, ili tufanye mpangilio sasa wa kwenda kuwaonyesha pamoja kila mtu kiwanja chake. Naomba kuwasilisha hilo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ajili ya Kibiki. Tuje Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye swala zima la hati miliki za kimila. Kwa nini Msoga? Kwa nini Kiwangwa? Kwa nini Msinune? Tulijielekeza kutoa hati miliki kwenye maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti yaliyokuwa yanaratibiwa na mradi wa Mkurabita mwaka 2007. Mkurabita ulifanya maeneo ya majaribio 5 kwa halmashauri yetu kipindi kile tukiwa Bagamoyo, ikiwemo Msoga, ikiwemo Kiwangwa, Kasuguru, Msinune, Kihangaiko. Mradi wa Mkurabita walipofanya hatua yao, kuna baadhi ya hati walikamilisha na kuzikabidhi. Kuna zingine zilikabidhiwa kwenye halmashauri mama ya Bagamoyo ili waendelee kuzikamilisha. Ilipoanzishwa halmashauri yetu ya Chalinze, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2016 ilianza kupokea manunguniko hayo, hati miliki za kimila zilizoratibiwa na Mkurabita. Tukajitahidi kwa uwezo wetu kuweza kukusanya makabrasha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulioweza kuyapata, tuliweza kurudisha kwa sababu tayari muda ulikuwa umeshapita. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi lilianza kufanyika 2007 mpaka kufikia 2016 tulipoanza halmashauri yetu. Kwa utaalamu tuliweza kubaini kwamba kuna vitu vingi sana vitakuwa vimeshabadilika kule ardhini. Kwenye nyaraka anaweza kweli akawa anasomeka Mwinyikondo
unaweza kusema sasa kwa mujibu wa nyaraka hizi basi tufyatue hizi hati. Tunafyatua kwa watu ambao sio sahihi. Tulianza na kijiji cha Msoga, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa taarifa ya Mkurabita tuliyokuwa nayo, walikuwa wamelenga kutoa hati 673. Mkurabita walitoa kwa taarifa yao hati 260. Kwa hesabu hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kukawa na hati 400 na ambazo zilikuwa hazijakamilika. Tulibeba makabrasha ingawaje kwa kuchelewa kulingana na changamoto tulizokuwa nazo kupeleka kijijini ili waweze kuhakiki kama wanaosomeka kwenye nyaraka ndio bado wako sahihi mpaka leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa Msoga waliweza kuturejeshea majarada 146. Mengine bado wanayahakiki. Katika majarada hayo hati zilizokuwa na sifa ya kuendelea kumilikishwa zilikuwa kwenye 50 kama na mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwasilishiwa hiyo, tumeweza kuandaa rasimu sasa ili ziweze kwenda kijijini kusainiwa na wamiliki na viongozi ambao ni mwenyekiti na katibu. Tumewasilisha toka mwaka jana kwa barua hati 32 ili ziweze kusainiwa na zirejeshwe kwetu sasa kwa ajili ya kusajiliwa na kurudishwa sasa kwa wananchi. Mpaka sasa hivi hatujapokea hati ambazo tayari wamesha saini, ingawaje nimekuwa nikipokea simu kutoka mtendaji. Kuna wengine kuna makosa yamefanyika kama mbili hivi amenieleza. Kuna hati moja imeonekana ni ya familia, aliyemwandalia ni mtu mmoja, wanafamilia kule wamegoma, wanataka wote waandikwe, tumeshapa maelekezo ailete. Nyingine maelezo niliyopata kutoka kwa mtendaji kwamba ipo kitongoji kingine. Kwa hiyo kuhusu Msoga ni hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipeleka pia hati nyingine Masuguru ili waweze kuzihakiki na kurejeshea, kwa sababu zilizokuwa zimebaki kwenye mradi wa Mkurabita, Mheshimiwa Mwenyekiti, zilikuwa ni hati 100. Watu wa Masuguru wakatuambia wenye maeneo watu walishauza. Pia tunafanya juhudi binafsi kwenye huu mradi. Mpaka sasa hivi kwa Msoga watu walioratibiwa na Mkurabita tofauti na watu nao wafanyia kwa kituo, watu 13 wameshakuja, tumeshawapa hati zao 13 tofauti na hizo 32. Ukijumlisha hizo 32 zilizoko kule na 13 tuko kwenye 40 na naomba kuwasilisha kama mkuu wa idara alivyosema, migogoro aliyoipokea kwenye ofisi yake ni 8, lakini hadi sasa hakuna mgogoro hata mmoja ametatua. 2015 leo tuko 2019. Inawezekana Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa wakuu wetu wa idara hizi taaluma walizokuwa nazo inawezekana zina mashaka ndani yake, kwa sababu haiwezekani mgogoro wa kijiji na kijiji udumu zaidi ya miaka, wengine hata uongozi wajaingia mpaka leo hiyo migogoro inaendelea. Nini maana ya utaalamu wako? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hii idara ina shida. Sasa kwa kuwa ulisema tutageuka kuwa kamati, pia tutazungumzia idara hii. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, hati za kimila wananchi wamepimiwa maeneo yao toka mwaka 2007. Na lengo la kupimiwa mwananchi apate hati ili aweze kukopesheka. Kadri unavyokaa hati hutoi, maana yake wewe mwananchi akikutwa na shida itabidi auze kipande chake cha ardhi, lakini sio malengo ya serikali. Malengo ya serikali mwananchi apatiwe hati ili imkomboe. Lakini leo toka mwaka 2007 kila siku unasikia danadana anakuambia Masuguru ziko hatimia, na pale wanasema maeneo yote wananchi wameuza. Si kweli. Mimi ndio diwani wa kata ya Kiwangwa, kijiji cha Masuguru kiko ndani ya kata yangu. Lini hata idara hiyo imeshaniandikia kama Mheshimiwa diwani, tumepeleka hati hizo, sasa imefikia mahali wananchi wako wanasema haya maeneo tena si yao, wameshauza. Lini? Lakini wakija wananchi wengine
na ndio wanachelewesha kutoa hizi ili mwananchi auze, ili yeye kama mkuu wa idara apate hela ili kwenda kumpimia huyo mtu. Iko hivyo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hamna njia nyingine. Wanachelewesha kutoa hizi hati ili mwananchi huyu asipate fedha benki. Sasa yeye kama mkuu wa idara apate fedha kwa kupitia kuja kumpimia huyo mwananchi, huyo tajiri. Lakini viko vifaa vya kupimia kama halmashauri tumeshapitisha vinunuliwe, lakini hao wataalamu kila mtu ana kifaa chake. Vya halmashauri havinunuliwi, hao vya kwao wanavyo, ili kusubiri sasa huyu mwananchi wa chini ambayo serikali imepanga huu mpango, mwananchi apate hati. Maana yake sasa huyu mwananchi hapewi hati, bali wanasubiri tajiri au walanguzi waje wanunue hicho kipande cha ardhi ili baadaye waje wapate hela kwenye kuwapimia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu umesema tutageuka kamati, lakini pia idara hii ni lazima ishughulikiwe. Lakini jambo lingine, viwanja vya Kibiki, hivyo viwanja vimetumwa muda mrefu. Leo ukimwambia Mheshimiwa diwani, hebu kalete risiti yako, hivi wakati mtu anatoa risiti hakuna kipande kinachobaki, wewe ukajua orodha hii ndio ya watu ambao wamelipia? Na kama hawa ndio wamelipia, je, ni utaratibu gani utumike ili hao watu wapate vipande vyao? Wewe kama wa idara husika, leo ukamwambia Mheshimiwa diwani, hebu katafute risiti, katafute nini, tuletee, mimi kesho nitakaa ofisini kusikiliza. Hivi kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo ndio majibu sahihi? Mimi nafikiri tutazungumza vizuri baadaye. Naomba kuwasilisha. Katika madiwani tuliotoka Bagamoyo 2010, mimi ni mmoja wapo, na risiti zangu nimewakabidhi pale. Wakanambia kipindi kile migogoro ya Kibindu sijui na wapi nini wale mnaitwa Kibindu pale kipindi kile sasa ndio wao wanazunguka, ndio wakanambia sasa ngojea tumalize kuzunguka huko, halafu mheshimiwa tutakuonyesha kiwanja chako. Ikawa sasa yule mvulana sio anaitwa nani mfupi yule, nikaenda pale kwao, ndio anaitwa Jake. Nikaenda pale, yule Jake alikuwa ana likizo, lakini sasa sijajua Jake likizo yake kamaliza au vipi, lakini mimi nimemaliza na listi zangu wanazo pale. Mimi mheshimiwa diwani, muulizeni Jake yupo siku yote mkanionyesha kiwanja changu, sidaiwi, ila mmenambia mpaka malize hilo zibua lini sijui. Ndipo mlivyonijibu, lakini kiwanja changu sidaiwi mpaka leo sijakuonyesha. Na listi wanazo, nishawakabidhi pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada tukufu. Lakini tuko katika upande wa ardhi na afsani zikasema kwamba amekuja kweli Kibindu. Na mimi nasadiki kweli kaja Kibindu. Mheshimiwa, sisi ni wawakilishi wa wananchi. Tunachokiongelea hapa sio kwamba tunakuja nacho sisi kwa maana mtu unaibuka tu unaota unakuja, ni malalamiko ya wananchi. Hawezi kuja wananchi wote wakati mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, wataalamu wa ardhi kweli wamekuja Kibindu, tukafanya kijiji kimoja cha kwa Konji. Lakini wataalamu wamekuja saa 6, saa 7, saa 9 ndio tunaingia polini. Unategemea kuingia polini? Kuna mwenyeji wa poli na ule ni msitu. Tumepotea. Inatakiwa waje tena haraka kule kwa Mduma. Tuka hakiki. Lakini afisa zikaongea kwa maana tunaonekana lile eneo tumeingia. Sawa, kama tumeingia, taarifa hiyo inatakiwa ije wananchi wale waondoke kule mpaka tupate mapigano. Uje kwamba hapa mmeingia kilomita ngapi, basi warudishwe. Tukinyamaza hivi mpaka mapigano yatazidi kule, mwisho wa siku tunaonekana sisi wawakilishi hatusimamii, hatuongei. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Niongezee kidogo kuhusiana kwenye idara na swala la viwanja vya Kibiki. Kweli wakati mwingine tunapata sisi hizo kero sisi kama wawakilishi, kwa sababu wanaamini labda sisi tukisema tunasikilizwa zaidi, lakini ni kweli kuna haja kubwa ya kuona namna ya kupatikana ile amani. Watu wengi sana wanaulizia. Sasa shida inapokuja vigezo vyao wenyewe wanapotugea, maana watu wamenunua kabla sisi hatujawa viongozi, na mpaka sasa tunahudumu kama viongozi kwenye maeneo hayo. Ni wakati sasa wao wajipange kuweka utaratibu mzuri ambao unaweza ukawarahisishia wananchi hawa kupata viwanja vyao. Wapo ambao wamelipia, mara nyingi wanatupigia simu kuulizia hivyo viwanja.
basi ni idara kujipanga. Kama ramani yao wanayo, basi wajipange, walete matangazo kwenye maeneo yetu kusudi viwanja hivi vipatikane. Na ninaamini upatikanaji wa hati wa viwanja vile maana utatusaidia sisi kama halmashauri kukusanya fedha na pia serikali kuu. Asante mwenyekiti. Maelezo tumeyasikia vizuri. Na mkurugenzi, labda kama wananyongeza wataalamu kuweza kujibu yale. Moja. Asante sana. Kimia kule alikushamaliza kila kitu, lakini sasa bado ile nani ya serikali nimelipa, hawajanikabidhi mpaka leo. Yule shemeji yangu ananipigia simu kila siku, mheshimiwa, nipe vitu vyangu, kwa sababu mimi sidaiwi. Anaitwa shemeji yangu anaitwa nani, anaitwa Mataka, huyo Omari Mataka. Lakini sasa ananiona kama mimi vile nimekula ile haki yake, wakati ile hela nishawapa watu wa ardhi walipie kabisa kila kitu wanikabidhi, lakini mpaka hivi leo mimi sijakabidhiwa. Kwa hiyo hilo nalo naliomba wakalifanyie kazi, japo wiki inayofuatilia wanikabidhi nikampe yule shemeji yangu, asinione kama mimi nimemwibia pesa ile. Nimalizia, lakini ukimalizia nadhani wajumbe wakiridhika, itabidi afisa misitu pamoja na mwanasheria ongelee kidogo kuhusu swala la uharibifu wa misitu pamoja na kushusha ushuru kutoka 1800 mpaka 1000. Kuomba Mheshimiwa Mwenyekiti niruhusu nitambue wajumbe wa kamati ya fedha kwa kuangalia kuwapo kwenye kondo Rehema wote wawili. Nikuombe sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli swala Mheshimiwa pia mwenyekiti uliagiza mapema sana wiki iliyopita, mwishoni mwa wiki iliyopita tulete taarifa kwenye kamati ya fedha la kuhusu viwanja. Nikuombe tena kwenye ile kamati ya fedha ya Februari kama sikosei, tuagiza tulete vitu mbalimbali. Nikuombe peleke tena hii taarifa kwenye baraza lijalo, yaje majibu ambayo tulikuwa tunaleta kwenye taarifa. Niombe kwako Mheshimiwa. Heka moja inapimwa shilingi ngapi? Huyo amiono hapo kapimiwa heka 10 kwa milioni 3. Hivi ndio sahihi kwa taratibu za hati za kimila? Kwa hiyo kama sivyo hivyo, basi tuletewe mchanganuo unaonyesha kila mwananchi anapopimiwa hekari yake ni shilingi ngapi, anahitaji nini alipie. Sasa tumewatangazia wananchi. Sasa tunapowatangazia wananchi kwa mlolongo huo, kama utaratibu heka 10 ni milioni 3, hivi mwananchi wa chini kabisa atapimiwa? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha kwa hilo, lakini tunaomba sasa tuletewe mchanganuo unaonyesha kila heka moja wanapima shilingi ngapi. Tumesikia maoni ya nini wajumbe ya kwamba kuweza kuainisha kwamba kila kiwango gani kila mtu anakuwa anapima, lakini lingine aliongeza ni kuweza kutambua, sababu kuna watu wengine wanapima huko, lakini kwenye kamati haziji yale majina ya kwao, maana anapata hati mtu moja kwa moja. Inawezekana huenda angekuwa anakuja huko kuweza kutambua, hata migogoro mingine ingeweza kupungua kwenye maeneo. Idara ya